أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Ikiwa leo ni tarehe 23 ya Machi 2025 na tukiwa siku ya 22 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo huhesabiwa kwa mujibu wa imani ya dini ya Kiislamu kwa 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, ambamo ndani yake mna mambo mengi na fadhila nyingi na ibada nyingi ambazo Waislamu wanatakiwa kufanya. Moja ya ibada hizo kubwa kabisa kuliko zote ni kukaa itikafu kwa muda wa siku 10 ama 9 hadi siku ya kusali Eid, na Waislamu wanaokaa itikafu wanatakiwa kutoka msikitini baada ya kusali sala ya Eid al-Fitr. Taarifa tulionayo hii leo na iliyochapishwa katika vyombo vya habari ni kwanza, Israel imepigwa kwa makombora yaliyopyatuliwa kutoka Yemen na wanamukawama wa Yemen Ansarullah, na vimora vya hanikiza katika mji wa Tel Aviv, hasa katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Kadhalika Ansarullah wa Yemen wamesema kuwa uwanja wa ndege wa Ben Gurion ulioko Tel Aviv hautakuwa mahala salama hadi pale uchokozi wa Mazayuni dhidi ya Gaza utakapokomeshwa. Kadhalika wanamkawama wa Palestina wanaopigania ukombozi wa nchi hiyo iliyovamiwa na Mazayuni, Hamas, wanasema kuwa mauaji yaliyofanywa na Wazayuni hivi karibuni na kumuua mmoja kati ya wabunge wa Hamas yataimarisha zaidi mukawama katika kusimama imara kupigania haki yao, badala ya kudhani kuwa Mazayuni wanapofanya hivyo wanarejesha harakati zao nyuma. Lakini kinyume chake ni kwamba kila wanapozidi kuchukua hatua ya kuua watu, hiyo hatua inasaidia katika kuimarisha mioyo ya wapiganaji wao kuendelea na mapambano ama kufa au kupata ushindi kamili. Na kwa mujibu wa imani ya Kiislamu, kufa ni ushindi na kupata matarajio pia vile vile ni ushindi. Vikosi vya ulinzi vya Yemen vimevurumisha makombora kuelekea katika ardhi ya Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Israel na kuatia kiwewe na hofu wa Zayuni, huku safari za ndege zikisimamishwa mjini Tel Aviv. Shambulio hilo la wanajeshi wa Yemen limepelekea kusikika mara kadhaa ving'ora vya tahadhari mjini Tel Aviv na viunga vyake, na kuwalazimisha maelfu ya walowezi wa Kizayuni kukimbia na kujitumbukiza ndani ya mahandaki na mashimo kwa ajili ya usalama wao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr, ving'ora vimesikika pia katika majiji ya miji zaidi ya 20 inayokaliwa kwa mabavu na Mazayuni, ikiwa ni pamoja na Al-Quds na kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Televisheni ya Al-Masira pia imetangaza kuwa sauti za ving'ora zimerindima huko Jaffa, uwanja wa ndege wa kijeshi wa Pamachim kusini mwa Jaffa inayokaliwa kwa mabavu, na maeneo mengine ya Palestina yaliyokusubiwa. Jeshi la Israeli linadai kwamba makombora yaliyorushwa kutoka Yemen yametunguliwa na jeshi la anga kabla ya kutua ardhini. Shambulio hilo lilizusha tahadhari za mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa ya Wafalastini yanayokaliwa kwa mabavu na Israeli. Kadhalika safari za ndege zimesitishwa katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion kufuatia shambulio hilo la makombora kutoka Yemen. Haya yanajiri baada ya vikosi vya ulinzi vya Yemen YAF kutangaza kuwa uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa Israel sasa hauko salama kwa safari za anga, na utaendelea kuwa hivyo hadi uchokozi wa utawala huo wa Kizayuni dhidi ya Gaza utakapokomeshwa na vizuizi vya misaada inayotolewa katika eneo hilo la Palestina vitakapoondolewa. Kutoka Marekani, taarifa inasema kuwa mmoja kati ya matajiri wakubwa na maarufu huko Marekani ametoa tamko la kushangazwa kwa mataifa ya Kiislamu na ya Kiarabu kushindwa kuzuia mauaji yanayoendelezwa na Wazayuni katika kukihilikisha kizazi cha Wafalastini, hali ya kuwa wana uwezo wa kuweza kuzuia mashambulio hayo. Taarifa iliyochapishwa hapo jana imesema Mohammed Hadid, mfanyabiashara tajiri ambaye ni Marekani mwenye asili ya Palestina, amehoji na kushangaa kwa nini mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu hayaingili kati kukomesha mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala wa Kizayuni wa Israel katika ukanda wa Gaza. Hadid, ambaye ana uhusiano wa binafsi na Gaza, aliyezaliwa Nazareth mnamo mwaka 1948 na kuwa mkimbizi kutokana na uvamizi wa utawala ghasibu wa Israel,
amezisuta na kuzishangaa nchi za Kiarabu na za Kiislamu baada ya utawala wa Kizayuni kuanzisha wimbi jipya la mauaji ya kimbari dhidi ya Wafalastini wa Gaza, kuvunja mapatano ya usitishaji vita na kuua mamia ya watu katika mashambulio ya kinyama yanayoendelea. Katika mkanda wa video uliowekwa kwenye mitandao ya kijamii, tajiri huyo wa Kimarekani mwenye asili ya Palestina amesema, "Yanayoendelea yanaungulisha moyo wangu. Tumieni ushawishi wenu. Muna ushawishi wa kushangaza Ulaya kote, Marekani kote, katika ulimwengu wote wa Kiarabu na ulimwengu wote wa Kiislamu. Mko wapi kuwasaidia Wafalastini hawa wanaokufa kila siku?" Hadid aliuliza. Hadid ameendelea kuhoji, "Hamuwezi kula chakula cha usiku bila kujua kwamba watu hawa wanakufa, wanateseka, wana njaa, wanaishi katika mahema. Ni kwa msingi gani? Mnathubutu vipi kuhimili hali hii na mkaendelea kuishi kwa raha na furaha?" Aidha, mfanyabiashara huyo tajiri wa Kimarekani mwenye asili ya Palestina ameupambanua na kutofautisha utawala wa Kizayuni wa Uyahudi, akisema Israeli si taifa la kidini, na akauelezea Uyahudi kuwa ni dini iliyo salama na yenye usawa. Mnamo mwaka 2015, mfanyabiashara huyo tajiri Mfalestina alisimulia kumbukumbu ya masaibu aliyopata familia yake ilipohamishwa Palestina, na akasema, "Tulikuwa wakimbizi Syria, tukapoteza makazi yetu huko Safad, sasa iko kaskazini mwa Israel, kwa familia ya Kiyahudi ambayo tuliipa hifadhi walipokuwa wakimbizi, wakihangaika kutoka Poland kwenye meli iliyokuwa ikisafiri kutoka nchi hadi nchi, na hakukuwa na mtu aliyewachukua. Walikuwa wageni wetu kwa miaka miwili hadi walipotufanya wakimbizi na wakatufukuza katika nyumba yetu wenyewe." Katika mkanda wa video uliosambazwa mitandaoni, Hadid amesisitiza kwa kusema, "Utawala wa Kizayuni ukomeshe mauaji ya familia yangu na watu wangu huko Palestina. Ulimwengu wa Kiarabu komesheni, fanyeni kitu. Nchi za Ulaya fanyeni kitu. Ulimwengu unapaswa au shikamane dhidi ya ukandamizaji huu, uvamizi huu na mauaji haya ya halaiki. Mauaji haya ya kimbari lazima yasimamishwe na yakomeshwe," alisema mfanyabiashara huyo kwa uchungu. Taarifa nyingine ni ile inayosema kuwa uwanja wa ndege wa Ben Gurion hautakuwa salama mpaka uchokozi dhidi ya Gaza utakapokoma. Vikosi vya ulinzi vya Yemen, YAF, vimetangaza kuwa uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa Israel sasa hauko salama kwa usafiri wa anga, na utaendelea kwa hivyo hadi uchokozi wa utawala huo wa Kizayuni dhidi ya Gaza utakapokomeshwa na vizuizi vyote vya misaada iliyowekwa katika eneo hilo itakapokuwa vimeondolewa. Katika taarifa iliyotolewa jana siku ya Jumamosi Machi 22, msemaji wa vikosi vya ulinzi wa Yemen, Brigedia Jenerali Yahya Saree, ametangaza kwamba vikosi hivyo vimeulenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika eneo linalokaliwa kwa mabavu la Yafa kwa kombora la ballistic la Palestina tu. Kwa mujibu wa Saree, operation imetekelezwa kuunga mkono watu wanaodhulumiwa wa ukanda wa Gaza na mukawama wao wa kijasiri. Msemaji wa Yafa amebainisha kuwa hiyo ni operation ya 3 ya shambulio la kombora la aina hiyo kutekelezwa katika muda wa saa 48 zilizopita, na akathibitisha kwamba operation hiyo imefikia lengo lililokusudiwa. Mbali na hayo, Saree ameripoti kuwa kwa siku ya 6 mfululizo kikosi cha UAV cha ndege zisizo na rubani cha Yemen kimefanya operesheni dhidi ya vyombo vya jeshi la majini la Marekani katika Bahari Nyekundu kwa kulenga manuari zenye mfungamano na manuari za kubebea ndege za kivita ya USS Harry S. Truman. Brigadier General Yahya Saree amebainisha kuwa mashambulizi hayo ni jibu kwa uchokozi unaoendelea kufanywa na Marekani dhidi ya Yemen. Msemaji wa Yafa ametoa pongezi pia kwa wananchi wa Palestina na mukawama wao huko Gaza na kusifu uthabiti wao wa kuhimili hujuma za kikatili za Wazayuni. Operesheni mpya za Yemen dhidi ya shabaha za Israeli na Marekani zimeanza tena baada ya utawala wa Kizayuni kuvunja makubaliano ya usitishaji vita yaliyodumu kwa miezi miwili huko Gaza, ambayo yalifikiwa baina yake na harakati ya mukawama ya Kiislamu ya Palestina, Hamas. Shambulio la makombora la Yemen la siku ya Ijumaa ni operation ya 4 kutekelezwa katika wiki hii kulenga maeneo ya kati ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu yaliyopachikwa jina bandia la Israel baada ya utawala huo wa Kizayuni kuanza tena kufanya mauaji ya kimbari huko Gaza. Taarifa nyingine ni ile iliyotolewa hii leo na harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hamas,
ambapo imesema kuwa jeshi la Israeli limefanya mashambulizi mapya ya kutisha ya anga katika ukanda wa Gaza na kuwa shahidi watu wasiopungua 40, akiwemo Saleh al-Bardawi, mbunge wa Palestina na mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya mukawama ya Kiislamu ya Palestina Hamas. Katika taarifa iliyotolewa leo siku ya Jumapili, Machi 23, Hamas imesema kuwa Bardawi alilengwa katika operesheni ya mauaji ya kihaini ya Wazayuni alipokuwa akiswali usiku wa kuamkia tarehe 23 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Bardawi aliuawa shahidi pamoja na mke wake katika shambulio hilo la anga la Israel lililolenga hema lake katika eneo la Mnasawi, magharibi mwa mji wa Khan Younis, kusini mwa Gaza. Kundi hilo la mukawama pia limemsifu Bardawi na kumtaja kama nembo ya kisiasa, vyombo vya habari na kazi za kitaifa, na kubainisha kwamba hakuwahi kushindwa kutekeleza majukumu yake au jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa lengo la kukuza kadhia ya Palestina. Hamas imesisitiza kwamba utawala huo wa kihalifu hatadhoofisha azimio la uthabiti wa Palestina, kwani kwa kila anayeuawa shahidi, moto wa mukawama unazidi kuwa na nguvu zaidi hadi pale ukaliaji wa mabavu wa ardhi ya Palestina utakapomalizika. Wa Morocco wameandamana Rabat kuonyesha uungaji mkono wao kwa Palestina na kupinga mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza, na hilo ndilo linaloonekana katika picha unayoangalia katika kioo chako. Wakati huo duru za hospitali zimetangaza kuwa Wafalastini wasiopungua 40 wameuawa shahidi na makumi ya wengine kujeruhiwa katika mashambulio ya Israel katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza katika muda wa saa 24 zilizopita. Maandamano yanaendelea kushuhudiwa katika miji mbalimbali duniani kote, ikiwemo miji ya Rabat na Marrakesh nchini Morocco, kulaani mauaji ya Wafalastini karibu 600, walikuwemo watoto zaidi ya 200, mbali na wengine wapatao 1000 kujeruhiwa huko Gaza tangu jeshi la Kizayuni lilipovunja makubaliano ya usitishaji mapigano Jumanne Machi 19 na kuanzisha tena hujuma mpya dhidi ya Wafalastini wasiokuwa na himaya wala wasioweza kujihami kwa njia yoyote iwayo. Haya ndio yanayoendelea huko Gaza katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, ambapo takriban watu 400 wamefariki katika muda huo tunaozungumza. Yale tuliyozungumza jana ambapo ilikuwa ni tarehe 22, haya ni leo tarehe 23, kwamba mauaji bado yanaendelea huko Gaza, na ni wajibu wetu ni ule ule wa kila siku tunavyohimizana kwamba tusipuuze kunyanyua mikono yetu kumwomba Mwenyezi Mungu, hususan katika hizi siku 10 za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambazo ni siku adhimu. Ndani yake mna Lailatul Qadr na ndani yake mna ibada maarufu ya itikafu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuacha kuifanya ibada hii hadi pale alipofariki dunia. Hii ni wakati wa kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, na kwa uwezo wake tunatumai kwamba yote yanayopita na masaibu yote duniani na wale wote wanaonewa katika kila pembe ya dunia, kwa dua zitakazosomwa ndani ya mwezi huu mtukufu, Mwenyezi Mungu atatakabalia. Tusisahau kusoma suratul Fil na suratul Lahabi kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu azdhoofishe na awaletee katika nafsi zao wale wote wanaoratibu na kuendeleza mauaji dhidi ya Palestina kwa nia ya kunyang'anya ardhi zao. Mwenyezi Mungu awape jambo la kuwashughulisha na awaletee adhabu inayotoka kwake ambayo hakuna yeyote anayeweza kuimudu, kuizuia, na hilo ndilo tegemeo letu la mwisho, na tuwaombee uimara zaidi na mukawama waweze kufaulu na kila shabaha watakayoiweka iweze kufikia shabaha na kuziangamiza na kuzivunja kabisa nguvu za Wazayuni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah